Nichukue nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa namna wanavyoiongoza nchi yetu ya Tanzania kwa mafanikio makubwa. Tunapoangalia maendeleo ya nchi, jambo la kwanza tunaangalia uwezo wa kimapato. Jambo la kwanza, huwezi kufikiria maendeleo kama huna unachokipata. Kwa hiyo msingi wetu wa kwanza tunaangalia mapato. Mapato yetu wa Tanzania ni kiasi gani na vipi tutaweza kuyafikia hayo. Jambo la pili baada ya mapato ni matumizi. Lakini huwezi kutumia kama hujakusanya, na ndio utaratibu wa kidunia ulivyo sasa. Napenda nitumie nafasi hii kuwapongeza sana TRA kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ndani ya taifa letu. Kwa hakika kila kipindi mmekuwa mkifanya makusanyo kwa mafanikio makubwa sana. Mfano mdogo hapa, kamishna ametoa kipindi kifupi ambacho makusanyo yake yameyataja. TRA Zanzibar wamevuka malengo, na ukiangalia TRA Tanzania kwa ujumla wanavuka malengo. Hii ni kazi kubwa, na hii haiji kwa bahati mbaya. Mimi by profession ni mtu wa fedha. Hii huwa haitokei kwa bahati mbaya. Ziko nchi wana uchumi mkubwa tu kwenye makaratasi, lakini kwenye utekelezaji wa mapato hauko vizuri. Nisingependa kuitaja nchi hata moja kati ya hizo, lakini zipo. Sasa Tanzania kupitia TRA kwa kweli imekuwa mkifanya kazi nzuri, na sisi viongozi na wananchi wa Tanzania kwa ujumla tunafaidika kwa namna TRA inavyotoa mchango mkubwa katika kujenga uchumi wa taifa letu. Haya maendeleo ambayo tunayaona yametuzunguka Tanzania, kule bara ukienda kila mkoa, mimi huwa napata nafasi ya kuzunguka kwenye mikoa hii kwa utaratibu mbalimbali. Kila mkoa unaoenda unakuta miradi mikubwa, unadhani mikoa mingine miradi imesimama, lakini kumbe miradi mikubwa inaendelea, na hii ni kwa sababu ya mapato yetu ya ndani. Nitumie nafasi hii kuwaomba sana wafanyakazi wa TRA, pongezi hizi tunazozitoa iwe ni chachu ya kuongeza bidii katika ufanisi kwa maslahi ya taifa letu.